Tunakushukuru hata kwa jinsi unavyotupigania, hata tumeiona nuru ya leo. Utukufu na sifa ni vyako Mungu uliye mwaminifu. Tunakushukuru tena kwa nafasi uliyotupa ya kusogea mezani kwako, tupate kula na kunywa kwa ajili ya faida yetu katika maisha yetu ya kila siku. Mungu, tunaomba utufunulie siri zako. Roho Mtakatifu utufunulie yaliyo mapenzi ya Mungu. Yesu Kristo ujifunue kwetu na tupate kukujua zaidi na zaidi, na tutembee katika njia zako. Asante kwa nafasi hii uliyotupa Bwana. Tunajiachilia kwako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Karibu tena mtazamaji, tuengane katika kipindi chetu kizuri cha alfajiri hii kinachosema kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, bali katika kila neno litokalo kinywani mwa Bwana. Na neno ambalo Mungu ametupa tulichafakari asubuhi ya leo, funga sana sifa isikuporomoshe. Mithali sura ya 27 mstari wa 21 unasema, karibu ni kwa fedha na tanuru kwa dhahabu, na mtu hujaribiwa kwa sifa zake. Karibu na tanuru ni eneo ambalo madini huwa yanapitishwa ili yapate kuondolewa uchafu, yapate kuwa safi, yapate kung'aa vizuri. Karibu ni eneo, sio karibu, ni karibu ni eneo ambalo madini ya fedha yanaingizwa kwenye moto ulio mkali sana, na huo moto una kazi ya kusafisha madini ya fedha ili yafae. Sasa mwimba Zaburi anafananisha sifa, inafanana na karibu, inafanana na tanuru, kwamba mtu anaweza akafika kwenye kiwango cha kuwa na sifa, tena sifa sio mbaya, sifa njema, sifa nzuri, na ambazo ni Mungu amekufikisha mahali hapo mpaka ukawa na hizo sifa. Sasa hizo sifa ambazo umefikiwa hicho kiwango zinatumika kama karibu, zinatumika kama tanuru kwa ajili ya kuijaribisha imani yako, kwa ajili ya kuisafisha imani yako, kwa ajili ya kutengeneza moyo wako. Kwa hiyo Mungu anaweza akatumia sifa yako, na shetani anaweza akatumia sifa yako kukujaribu. Na sifa nazozungumzia, sifa yaweza ikawa umefika mahali kipaji chako kimekuwa na kila mtu amekitambua, na mbinguni wametambua kabisa kwamba kipaji chako kinafanya kazi vizuri. Yaweza kaa kipaji cha uimbaji, kipaji cha kuhubiri, kipaji kazini, kipaji cha kucheza, kipaji chochote kile ni kizuri, si kibaya. Nazungumzia sifa njema, sio mbaya. Na inawezekana wakati mwingine sifa ulionayo ni mali nyingi, utajiri, ni sifa nzuri na ni baraka kutoka kwa Mungu. Na wakati mwingine zikawa sifa nzuri ni kwa cheo, umepanda kazini, biashara yako inaenda vizuri, afya yako iko vizuri, uliumwa ukapona ugonjwa, ulikuwa mahututi Bwana akakuponya. Hiyo nayo ni sifa, ni baraka kutoka kwa Mungu. Sasa hiyo sifa inatumika na Mungu kukujaribu, na shetani pia kukujaribu. Na sifa inatumika kama tanuli la moto, dhahabu inavyopitishwa, au fedha madini ya fedha yanavyopitishwa kwenye karibu. Sasa sifa utajaribiwa ili kuangalia unyenyekevu wako. Katikati ya sifa bado wewe ni mnyenyekevu? Katikati ya sifa huudharau watu wengine? Katikati ya sifa bado unawapenda watu wengine? Katikati ya sifa tabia yako haijabadilika? Katikati ya sifa haujamwacha Mungu? Mungu anaitumia hiyo sifa na shetani anaitumia hiyo sifa. Mungu anaitumia sifa kujaribu moyoni mwako kwamba bado unampenda, bado unamwabudu. Hiyo tunaiona mfano mzuri ulimpata mfalme Hezekia. Hezekia yule mfalme ambaye Biblia inasema katika wafalme wote wa Yuda hakuna aliyemtumainia Mungu kama yeye, ukiacha Daudi na Suleimani. Hakuna aliyemtumainia Mungu kama yeye. Ni yeye ambaye aliondoa yule nyoka wa shaba ambao Israeli walikuwa wanamwabudu, ambaye Mungu alimnyanyua kwa kipindi kile cha Musa tu, kwa kusudi lile tu,
lakini Israeli wakabaki wanamwabudu yule nyoka. Ni yeye huyo ambaye alihakikisha anamtumainia Mungu pale ambapo wafalme wa Ashuru waliponyanyuka kupigana na yeye. Ni yeye huyo ambaye Mungu alitumpeleka ujumbe kwamba atengeneze mambo yake yatakufa, lakini akamlilia Mungu, akamkumbusha Mungu utumishi wake, akamkumbusha alivyovifanya. Mungu akamwongezea miaka mingine ya kuishi. Kwa Eli alipata sifa nzuri ambazo hizo sifa zilivuma kwa mataifa aliyokuwa jirani. Sasa wakati sifa zimevuma sana, utasoma mwenyewe wale Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 32. Lakini nataka tuangalie ule mstari wa 31. Ule mstari wa 31 anasema wageni walikuja, wajumbe kutoka Babeli, walikuja kutazama maajabu ambayo ameyafanya mfalme Hezekia. Na katika kuangalia yale maajabu, cheki ambacho mfalme Hezekia alikifanya. Alienda akawaonyesha watu wake wote wale wageni, akawaonesha fahari yake, akaonesha habari za uponyaji wake, akajisifia vile vitu alivyonavyo. Walipoondoka tu wale wageni, lakini nataka tusome ule mstari wa 31. Sikia anachosema, Mambo ya Nyakati wa Pili sura ile ya 32 na ule mstari wa 31. Biblia inasema hivi: walakini kwa habari ya wajumbe wakuu wa Babeli waliotuma kwake kuuliza ajabu iliyofanywa katika nchi, Mungu akamwacha ili amjaribu. Walikuja kuangalia nini? Ajabu. Walikuja kuangalia ile sifa za Hezekia walizozisikia. Walikuja kuulizia hizo sifa ni kweli tunazozisikia, na ndivyo ilivyo kweli. Walikuja kuangalia. Cheki Mungu alichofanya, akamwacha ili amjaribu, ili kwamba ayajue yote yaliyomo moyoni mwa Hezekia. Mungu alimwacha akamjaribu Hezekia. Na wewe unapofika mahali sifa zimekuwa kubwa, Mungu anatumia hiyo sifa kukujaribu ili kuona yaliyopo moyoni mwako, kwamba katika hizo sifa bado unanyenyekea kwa Mungu, katika hizo sifa bado unampa Mungu utukufu au unajipa wewe utukufu. Hezekia alijipa yeye utukufu, akaona vyote amefanya yeye. Baada ya hapo nabii Isaya anamwendea, anaambia Hezekia, ulichofanya umekosea, ufalme wako utalaluliwa. Sasa Hezekia kilichomponza, alichukua ule utukufu wa Mungu akaichukua ukawa wa kwake. Wakati ambapo chochote kile umefanikiwa, chunga sana hayo mafanikio, usije ukachukua utukufu wa Mungu. Sifa isije ikakufanya ukachukua nafasi ya Mungu, ukajiona ni wewe ndio umefika mahali hapo. Na uwe na uhakika kama vile Hezekia alivyojaribiwa, na wewe Mungu atakujaribu. Pale ambapo huduma yako imekuwa sana, Mungu atakujaribu ajue yaliyo moyoni mwako. Pale ambapo kipaji chako kimewika sana, Mungu atakujaribu ajue kwamba bado unamtegemea au umemwacha au umechukua utukufu wake. Pale ambapo biashara yako imekuwa sana na kazini kwako unasifika sana, cheo kimepanda, Mungu atakujaribu yaliyo moyoni mwako ili ajue bado unamnyenyekea, bado unamtambua, bado unamheshimu. Ndio maana mwimba Zaburi anafananisha sifa na tanuru la moto, kwamba pale ambapo sifa imepamba moto, vitu mafanikio yamekuwa makubwa kwako, uwe na uhakika ni kipindi ambacho Mungu na yeye anataka kujua yaliyo moyoni mwako, kwamba bado unampenda, bado unamwabudu, bado unamrudishia utukufu, au unachukua ile nafasi yake na kujipa wewe utukufu. Na wakati huo naye shetani anatumia hiyo sifa ili kukujaribu, apate kukuangusha. Mungu ana mpango wa kukuangusha, anataka kujua pendo lako kwake bado lipo, bado utamnyenyekea. Ni tofauti na shetani. Yeye shetani anatumia hiyo sifa apate kukuangusha. Hivyo umewahi kutafakari
Kwa nini mtu anapokuwa chini sana katika maisha, tuchukulie kwenye uchumi, hali ya uchumi inapokuwa duni, huyo mtu anakuwa na bidii kwenye maombi, ana bidii kwenye ibada, na bidii ya kumtafuta Mungu. Pale ambapo mali ikiongezeka, humuoni kwenye ibada, humuoni kumtafuta Mungu, hata muda wa maombi unapungua. Ni nini kinachosababisha? Shetani ametumia ile sifa, alafu anamwonyesha kwamba kwa tokana na majukumu ulio nayo, hauna muda tena na Mungu wako. Haya majukumu yanakutosha. Kwanza umefanikiwa, kwanza unajitosheleza. Ndicho ambacho shetani pia Mungu alikuwa anamjaribu Hezekia ili aone kilicho moyoni. Na hapo shetani akainua kiburi ndani ya Hezekia. Na kile kiburi kikamfanya Hezekia asimtangulize Mungu kwa wale wajumbe, kuonesha kwamba Mungu ndio amenifikisha. Hezekia akajiinua yeye mwenyewe. Sikia mtazamaji wangu, popote pale ambapo Mungu amekuinua, jifunze kunyenyekea mbele za Mungu. Jifunze kushuka, jifunze kunyenyekea, maana nyakati kama hizo uwe na uhakika Mungu atakujaribu na shetani atakujaribu apate kukuangusha. Mungu hana lengo la kukuangusha. Mungu anataka kuone kwamba utamrudishia utukufu ili akupeleke viwango vingine. Pale ambapo anajua amekurudia, anakuona umemrudishia utukufu, wala sifa haijaondoa pendo lako kwake yeye, uwe na uhakika Mungu atakupandisha viwango vingine zaidi. Lakini pale ambapo sifa imechukua nafasi, uwe na uhakika Mungu atakushusha kama alivyomshusha mfalme Hezekia. Kwa dakika hizi natamani tuombe na wewe ambaye umeporomoka kwa sababu ya sifa na ukutambua kwamba sifa ndio zimekusababisha uporomoke. Hatuna namna nyingine. Tumwambie Mungu akusamehe. Bwana akupe nafasi nyingine tena. Baba, ninaomba kwa ajili ya huyu msikilizaji. Mungu, ninaomba toba kwa sababu ulimuinua katika eneo mbalimbali ya maisha yake. Alipoinuka, ile sifa ikamfanya kuache we Mungu. Ile sifa ikamfanya ageukie upande mwingine. Asiutafute tena uso wako. Asikutafute we Mungu liye hai. Akaacha kukutumainia, akaacha kukutafuta, akaacha kukupenda. Pendo lake kwako likashuka. Mungu, ninaomba umsamehe. Baba, ninaomba umsamehe. Yesu, ninaomba umsamehe. Alipoongezewa cheo kazini kwake, akaacha ibada, akaacha kutoa sadaka, akaacha kukutafuta we Mungu. Lakini ni huyo aliyekuwa na kesha kuomba kwamba Mungu mtokee. Baba, ninaomba umsamehe. Yesu, ninaomba umuhurumie. Kuna huyo ambaye wakati anaumwa, Bwana, aliweka nadhiri ya kwamba Mungu, ukiniponya nitakutolea hiki, lakini ulipomponya hakuiondoa hiyo nadhiri. Mungu, naomba na huyu umsamehe. Baba, naomba naye umsamehe. Msamehe Mungu liye mwaminifu. Msamehe Bwana wa mabwana. Msamehe na huyu ambaye Mungu alikulilia kwamba ikumbuke biashara yake, biashara ilivyopamba moto. Mungu hajakuita tena, hajaliitia tena jina lako. Ameendelea kulieneza jina lake badala ya kulieneza jina lako, Jehova. Amesimulia matendo yake badala ya kusimulia matendo yako, Mungu liye mwaminifu. Ninaomba na yeye toba kwa ajili yake. Ninaomba toba kwa ajili ya wote ambao kiburi kiliinuka kwa sababu ya sifa. Shetani aliwapandikizia roho ya kiburi. Shetani amewapandikizia roho ya majivuno. Shetani amewapandikizia roho ya dharau. Mungu, ninaomba wasamehe. Bwana, ninaomba wasamehe. Mungu liye mwaminifu, ninaungana na ile mwimba Zaburi ya 51 mstari wa 10 ambaye anasema, Mungu, niumbie moyo safi, ufanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Nami ninaomba Mungu, umba moyo safi kwa ajili ya mtoto wako. Umba moyo safi tena, Bwana. Umpe roho iliyotulia ndani yake. Atulie katika unyenyekevu mbele zako. Atulie katika upendo wa kuwapenda watu wengine. Mungu, ulipomwinua, sifa ikamsababisha awadharau watu wengine. Pendo likapotea ndani yake. Muumbie moyo safi tena. Pendo na lionekane tena ndani yake. Pendo na lirudi tena
tena katika maisha yake. Yesu mbadilishe, Roho Mtakatifu mbadilishe mtoto wako. Geuza fikra zake, geuza mitazamo yake, geuza uelekeo anaoendelea. Bwana, ndio maana ninaomba toba katika jina la Yesu Kristo. Sifa isimporomoshe, sifa isimuondoe weponi mwako, sifa isimuondoe katika utukufu wako, bali sifa imrudishe katika uwepo wako. Bwana, asante kwa ajili ya mtoto wako Jehova. Asante kwa ajili ya hili neno lilotuletea asubuhi ya leo. Ganga mioyo ya watu waliokuwa na maswali. Kwa nini ninaporomoka kwenye biashara? Kwa nini ninaporomoka kazini? Kwa nini ninaporomoka kwenye masomo? Kwa nini ninaporomoka kwenye kila afya yangu? Kumbe ulipomfanikisha, sifa ilimfanya ainuke kiburi. Nawe Bwana unasema wapinga wenye kiburi, wapinga wenye jikwezao, bali unawapa neema wanyenyekevu. Mungu mrehemu tena, mpe nafasi nyingine tena, muinue tena. Bwana, neema yako iwe juu yake tena, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaomba kwa ajili ya mtoto wako. Mkumbuke tena Yesu, mkumbuke tena Jehova. Baba, nenda naye siku yote ya leo, nenda naye juma lote hili, siku yake ya Jumatatu, Jumanne, Jumatano mpaka Jumapili. Bwana, usimpite Yesu, mkono wako wenye huruma uende pamoja naye, ukamfanyie njia pasipo njia katika mambo yaliyokwama yote, ukamfanyie njia Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Ninaachilia damu yako inene mema katika njia zake, ninaachilia damu yako Yesu inene mema katika kazi yake, damu yako inene mema kwenye biashara yake, damu yako inene mema kwenye masomo yake, damu yako inene mema kwenye afya yake, hata yule aliye hospitali, damu yako inene mema na kumrejeshea afya tena, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaachilia kwako. Amen.